kupitia mpango na bajeti iliyoandaliwa, kila sekta ihakikishe rasilimali za taifa zinaelekezwa katika maeneo yenye tija na matokeo makubwa ili kupunguza utegemezi kutoka nje. Mheshimiwa Spika, kama unavyoona dunia inachafuka, ni lazima tujipange kuitekeleza dira hii kwa kutumia rasilimali zetu. Na vile vile tuendelee kushirikisha sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kuhakikisha utekelezaji wa dira 2050 ili kujenga uchumi jumuishi shindani unaotegemea uzalishaji wenye tija, mageuzi ya kiuchumi na kutengeneza ajira. Wakuu wa mikoa wasimamie kikamilifu maandalizi ya mapokezi ya wanafunzi wa elimu ya msingi ya lazima kwa miaka 10 watakaojiunga kidato cha kwanza mwaka 2028. Mheshimiwa Spika, tunaposema elimu ya lazima kuwa miaka 10, kimsingi tunasema tulikuwa na sekondari kila kata, sasa tunaongelea kuwa na sekondari kila kijiji. Lazima tujiandae kwa miundombinu pamoja na mahoteo ya mahitaji yote ya kutekeleza mpango huo. 3, tuendelee kuimarisha usimamizi wa makusanyo ya mapato kwa kutumia mifumo ya kielektroniki na mashine za POS, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuziba mianya ya uvujaji wa fedha za umma na kuendelea na rasilimali fedha katika miradi ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, tumekubaliana ndani ya serikali kupunguza safari za nje, kupunguza makongamano, washa, lakini pia na mikutano mingine tutaendelea kuifanya kwa njia ya mtandao ili fedha nyingi tuzielekeze kwenye hii miundombinu tunayosema. Tuna mwaka mmoja tu wa kwenda kwenye utekelezaji wa mpango huo. Mheshimiwa Spika, unakumbuka kabla ya hapa wanafunzi walikuwa wanasubiri chaguo la second selection, wamefaulu lakini wanasubiri madarasa. Hatutaki turudi huko. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alishatuvusha, tunataka madarasa yaendelee kusubiri wanafunzi. Mheshimiwa Spika, hii habari ya second selection na wanafunzi kusubiri madarasa kwamba wamechaguliwa lakini wasubiri madarasa, ukienda kule kwetu Usukumani wakati wanasubiri madarasa unakuta wameshachaguliwa kwenye shughuli nyingine. Chagula kama hayo wanachaguliwa kwenye maeneo mengine na kuwakosesha fursa hasa watoto wa kike kwenda shule, na watoto wa kiume unakuta wameshaenda kambini kuchunga, kwa hiyo ndio shule inakuwa imeishia hapo. 5, wizara na taasisi na mamlaka zinazoshiriki katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ziweke malengo yanayopimika, viashiria vya utendaji na ratiba za utekelezaji ili kuhakikisha mitaji hiyo inazalisha ajira, kipato na biashara endelevu kwa vijana wetu, wanawake na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, pia nimeelekeza wakandarasi wote wanaotekeleza miradi ya serikali watimize wajibu wao kwa mujibu wa mikataba wanayoingia, ikiwa ni pamoja na kutekeleza miradi inayoendana na thamani ya fedha wanazokuwa wamepokea, lakini pia kuwalipa watoa huduma wanaoshirikiana nao katika utekelezaji wa miradi husika. Hivyo hivyo kwa wakandarasi wanaotoka nje ya nchi, kuwalipa wakandarasi wazawa pale wanapokuwa wamepokea fedha. Mheshimiwa Spika, wakandarasi wanaotoka nje ya nchi, wao wakicheleweshewa malipo huitoza riba serikali na nchi yetu, lakini wao huwacheleweshea wakandarasi wazawa kuwalipa fedha hizo, ili hali serikali ikiwa imeshalipa fedha za miradi hii. Hili ni jambo lisilokubalika na tutaanza kuwatoa kwenye orodha ya watu wanaoweza kutekeleza miradi ndani ya nchi ukiendelea kukiuka masharti haya. Wakuu wa mikoa ndani ya miezi 6 baada ya kuanza kutekeleza bajeti hii washughulikie masuala yanayohusu matundu ya vyoo kwa kuianisha na mahitajio ya wanafunzi. Mheshimiwa Spika, tumesema hili ni jambo lisilokubalika kuwa na wanafunzi wamekusanyika maeneo mengi na huku tukijua kabisa katika eneo hilo hakuna vyoo. Wizara ya Maji ihakikishe huduma za maji zinapatikana katika maeneo ya muhimu ya taasisi zetu. Nimesema shule,
vituo vya afya, zahanati, hospitali, hivyo hivyo na kwa Wizara ya Nishati na taasisi zetu za dini. Mheshimiwa Spika, tumesema tuna vitendea kazi vya kuchimba visima. Hakuna ulazima kila maeneo wanafunzi kuwa wanatembea na vidumu viunoni kwa ajili ya kubeba maji. 8, ubora wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika sekta mbalimbali nchini uwiane na thamani halisi ya fedha. Fedha zinazotolewa na serikali kwenye miradi hiyo zitumike kama zilivyokuwa zimekusudiwa. Wakandarasi wetu wawe wazalendo, watumie ipasavyo fursa hizo za kutekeleza miradi hiyo ya maendeleo. Tumesema tuendelee kujenga uwezo wa wakandarasi wazawa ili kuweza kujenga uchumi ndani ya nchi. Kuna makampuni yamekuja hapa yakiwa changa kabisa kutoka nje, changa kuliko makampuni ya Kitanzania, yamekuja kukua kwa kutumia fedha zetu. Tukuze mataasisi yetu ili kuweza kukuza ajira na uchumi ndani ya nchi yetu. Wizara za kisekta, taasisi, mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha zinalipa fidia wananchi wanaopisha maeneo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kabla ya kutwaliwa kwa maeneo hayo kwa kuzingatia taratibu zilizopo. Mheshimiwa Spika, baadhi ya maeneo mnakuta mwananchi mnyonge, mwananchi wa kawaida ametoa eneo, limejenga kituo cha afya, limejenga shule, na anachodai ni kidogo tu. Miaka yote anaendelea kudai, hajalipwa. Mheshimiwa Rais alishaelekeza, pamoja na kwamba tunataka miradi ya maendeleo na tunataka uwekezaji, tusipore maeneo ya wananchi kwa vigezo hivyo bila kuwalipa fidia. Taasisi zote za umma ziimarishe ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali ikiwemo mipango, program, miradi na kuongeza tija. Wenzetu wanaohusika na ufuatiliaji wasikae ofisini, tunataka kazi ya ufuatiliaji ifanyike ili tujue tumetimiza lengo kwa kiwango gani. 10, wizara, mikoa, mamlaka za serikali za mitaa, taasisi, wakala, idara zinazojitegemea kuanza kutekeleza mapendekezo ya Tume za Rais za kutathmini maboresho ya mifumo ya kodi kama ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza, na taarifa za tume zingine ambazo zimekwisha kupokelewa.